watumishi wa Kristo wa hapa. Kwangu ni neema kubwa na upendeleo. Nichukue fursa hii pia kumshukuru mchungaji kiongozi na mama. Wale ni kaka na dada kwangu. Wale ni kama mentors kwenye maisha yangu. Ni watumishi wakubwa sana kwenye kanisa letu la TAG. Asante kunialika, asante kunipa fursa na heshima hii kusimama kwenye madhabahu hii ya Mungu wetu. Asante viongozi wa WWK, akiwemo pia mtunza hazina wetu mkuu wa idara kitaifa, Mama Tabitha Benki. Ni heshima yangu kutambua uwepo wako na mzee Benki. Jamani, Mungu awabariki DIC wote. Tangu nimefika hapa siku ya Jumanne, nilikuwa nimeongozana na mume wangu mpenzi mchungaji Daktari Joel Amuli, na tulitumika pamoja hapa Jumatano kwa wanandoa. Kwa wale ambao hamkuwepo, yamkini mmefuatilia kwenye mtandao, labda tumetumika pamoja hapa siku ya Alhamisi tukifundisha mabinti na vijana, na yeye alielekea kule Mbeya kwa safari ya kifamilia na ilikuwa awe Dodoma, lakini kwa ajili ya mambo ya familia hakuweza kuwepo. Tutakuwa pamoja naye tukienda juma hili. Kwa sababu ya mwaliko huu ilitulazimu kuwasihi wanawake wa Kana watusubiri kidogo. Kwa hiyo watakuwa na belated sikukuu Jumapili ijayo. Lakini mimi nimebarikiwa sana kuwa pamoja nanyi. Tutakwenda kuwa na ujumbe wa neno la Mungu katika sikukuu hii. Lakini kabla sijaenda kwenye neno, nitumie fursa hii kuwashukuru. Nimekirimiwa sana DIC. Nimepokelewa kwa surprise pale SGR. Hongera protocol team, mzee Malifedha, mzee wa kanisa Isai na wanawake watumishi wa Kristo, asanteni. Nimetunzwa vizuri hotelini, nimelishwa, nimekirimiwa, nimeangaliwa. Ninamrudishia Mungu utukufu kwa yote, sistahili, lakini ninawatamkia baraka kanisa. Bwana awabariki sana. Basi neno la Bwana asubuhi ya leo tunapohitimisha, leo ni sikukuu kama alivyosema mchungaji. Tumekuwa na semina inayojikita katika mstari tunaosimamia kama idara ya wanawake watumishi wa Kristo. Kwa hiyo kichwa cha semina kimeturudisha kwenye ule mstari. Tumetafakari katika juma hili habari za Mungu mkuu ambaye tumeazimia kumwangalia. Tukaona ni Mungu mwenye upendo sana pale anaposema niangalieni. Tukatazama ule kama mwaliko wa Mungu, anaita ncha zote za dunia kumwangalia yeye. Alafu tukatazama anavyojitambulisha kwetu. Yeye ni Mungu ambaye anataka tumwangalie. Alijitambulisha kwa Israel kwa kinywa cha nabii Isaya, lakini maneno haya yamevuviwa. Nasi tunapoyasoma katika zama hizi za Agano Jipya, tunamuona huyu Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia akijitambulisha kwetu, kwamba yeye ni Mungu anayetaka kujifunua, ni Mungu anayetaka tumjue, sio tumwangalie tu kama vipofu tusiyemjua ni wa namna gani. Na katika ile siku ya Ijumaa, Bwana alitualika kuwa na kiu ya kumjua zaidi. Nimebarikiwa sana na onyesho la WWK wa DIC hili lenye kichwa cha niangalieni mimi. Hongera wanawake, kweli mmetusaidia kutafakari habari za ukuu wake, kwamba yeye ni Mungu wa namna gani, kama uliokuwa wito wa pale Ijumaa. Mmetusaidia kukumbuka yeye ni Jehova Rafa, Mungu atuponyaye. Mmetusaidia kukumbuka yeye ni Jehova Nisi. Mmetusaidia kukumbuka yeye ni Jehova Tsedkeni. Yeye ni Mungu mkuu wa washauri kuliko counselors wote wa dunia. Siku ya Ijumaa tulitazama ukweli huo. Mungu anataka tumjue, na tukapeana changamoto. Wewe unamjua Mungu kwa kiasi gani?
na tukaambiana fursa ingalipo, unaweza kumjua Mungu zaidi. Anaweza kujifunua kwako zaidi. Anaweza kukusaidia kumjua katika maeneo yale ambayo tangu umeanza kutembea naye bado hujamjua. Unajua, kama hujaugua bado hujamjua kama yeye ni Jehova Rafa, lakini yeye anataka umjue kwa namna zote. Haleluya! Umwabudu kwa sababu unamjua. Mungu atusaidie. Na leo tunapohitimisha, ninakuja na ujumbe unaosema sherehekea ahadi ya kuokolewa. Sherehekea ahadi ya kuokolewa, ndio kichwa cha ujumbe wetu leo. Leo ni siku kuu. Leo wanawake tuna furaha, tunasherehekea, lakini tunashereheka katika uwepo wa Mungu wetu. Tunashereheka tukiwa mbele zake, huyu Mungu mkuu anayeogofya, ambaye ni azma ya mioyo yetu kumwangalia, na tunayo sababu ya kushereheka, maana anatupa uhakika wa matokeo chanya katika maisha yetu. Alipowaita Israeli, alipowaita Yuda katika zama za nabii Isaya, aliposema niangalieni mimi, haikuwa pasipo ahadi yoyote. Alisemaje? Wanawake, haya tuseme mstari wetu, Isaya 45:22, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Ni Mungu anayetupa ahadi ya kuokolewa. Ni Mungu aliyewapa wana wa Israeli katika siku za Isaya ahadi ya kuokolewa. Jamani, kama wewe ni msomaji wa maandiko, na tuliambiana kidogo tulipokuwa tunaanza kwamba hali nyakati za Isaya miongoni mwa Israeli na Yuda haikuwa shwari. Walikuwa wanapitia mambo kadha wa kadha. Walikuwa wamepoteza hata uhusiano wao mzuri na Mungu, Mungu mtetezi wao, Mungu aliyekuwa akipigana vita zao. Walikuwa hawatembei naye vizuri. Na kabla ya kuwapa neno hili la matumaini kwa kinywa cha nabii Isaya, alikuwa amewatangazia hukumu. Akawaambia watachukuliwa tu katika utumwa wa Babeli sababu ya uasi wao. Kwa hiyo kisiasa hawakuwa salama sana, lakini hata kijamii hawakuwa vizuri. Haki ilikuwa imetoweka katika jamii. Labda wangewahitaji wanasheria, labda wangewahitaji mahakimu, lakini wasingewatosha. Lakini hata kiuchumi hawakuwa sawa. Mahali pengi Mungu alikuwa anawaambia, hamshangai ya kwamba mizabibu yenu imepukutisha matunda yake. Kulikuwa si shwari hata kiuchumi. Kwa hiyo Mungu alipowaletea ujumbe wa matumaini kwamba nitawarejesha, ninawataka tu mniangalie, nitawarejesha kwangu. Alipokuwa akiwaambia rudini, niangalieni, nielekeeni, nitazameni, alipowapa ahadi ya kuokolewa, ilikuwa ina maana kwao kisiasa, ilikuwa ina maana kwao kiroho, ilikuwa ina maana kwao kijamii, ilikuwa ina maana kwao kiuchumi. Dhana ya kuokolewa katika zama zile za Israeli, kama ilivyonenwa na nabii Isaya, haijawahi kubadilika. Sikiliza mwana DIC, Mungu wetu habadiliki. Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu ni Mungu wa kweli. Mungu wetu ni Mungu wa
Biblia, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu ashikae maagano, kama alivyosema katika siku za Isaya. Anasema nasi leo, sisi tuliookoka katika Yesu Kristo, tunayo ahadi kubwa sana ya kuokolewa. Tuna kila sababu ya kusherehekea ahadi ya kuokolewa. Tunarejea katika hilo andiko la Isaya 45:22, lakini tunatafakari katika zama za Agano Jipya. Mungu atusaidie sana. Wakati tukisoma Isaya 45:22, tunamwona Mungu akialika, anasema niangalieni mkaokolewe. Lakini sisi tunasoma katika Agano Jipya Mungu akisema kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunayo ahadi ya kuokolewa katika Mungu wetu tuliazimia kumwangalia. Na sasa tunamwangalia Bwana kupitia Kristo Yesu aliyetolewa kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kumbuka, shauku ya Mungu ni mpaka ncha zote za dunia zimwangalie yeye ili zipate kuokolewa. Na ahadi hiyo ya ukombozi mkuu iliyotolewa tangu nyakati za Ibrahim ilikuja kukamilika ulipofikia utimilifu wa wakati alipozaliwa Mwokozi Yesu Kristo, ambaye ni Mwokozi wa dunia yote. Sisi tuliomwamini tuna sababu ya kusherehekea wokovu. Yesu ni mzuri Bwana, ametuokoa. Yaani mimi nampenda Yesu mpaka nachanganyikiwa. Nimekufa kwake, kichwa chini miguu juu. Nacheza kwa Yesu kama sina akili vizuri. Wale walionisikiliza katika juma hili niliwaambia ameniokoa nikiwa 17. You know, now I am in my late 50s. Na nikiona watu wanadansi kwa ajili ya Yesu wananichanganya, na kwa sababu miguu yangu ikingali na nguvu ninacheza. Ninajua uko wakati nitatamani kucheza, labda nisiweze kabla hazijaja nyakati hizo. Na dansi na Yesu, na msherekea Mwokozi wa ulimwengu. Ndani yake iko ahadi ya kuokolewa. Wacha nikuambie, wokovu katika Kristo kwanza ni ahadi ya uzima wa milele. Yaani kwanza ni unatafsirika kwetu kiroho, kama ilivyokuwa kwa Israeli zamani. Mungu alikuwa anasema nirudieni, alikuwa anataka wajenge mahusiano na yeye. Waache ile hali yao ya uasi na kutokutii. Waache ile hali yao ya kujichanganya na kuabudu miungu isiyo miungu, wamrudie. Na kuambia katika Kristo tunapatanishwa na Mungu. Katika Kristo tumesamehewa dhambi. Katika Kristo tumepewa utambulisho mpya. Maandiko yanasema ametuhamisha kutoka ufalme wa giza, alafu ametuhamishia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maandiko yanasema bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu. Yaani katika ulimwengu wa roho utambulisho wetu umebadilika. Sura zetu zinaweza kuwa zile zile, lakini kiroho sisi ni watoto wa Mungu. Tumehamishiwa kwake. Tuna utambulisho wa tofauti. Kwa nini tusisherehekee? Sherehekea ahadi ya kuokolewa. Na kama uko hapa na bado hujaokoka, leo ni fursa. Kuokoka ni raha. Leo ni fursa. Unajua kuna watu wanaendaga makanisa ya walokole, wanafuata mkumbo, labda wanaishi katika familia za watu waliookoka na hawana namna ila kuabudu. Ninakualika katika wokovu mkuu. Pate Yesu, mpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni ahadi ishangazayo. Unajua watu wengi wanahangaika leo kujenga future. Pendo Male, umenibariki aka kamkono sijaacha. Watu wengi wanahangaika
kujenga future. Wanahangaika maisha ya baadaye yatakuwaje, wanashughulika sana, lakini pasipo ufahamu wa kiroho wanahangaikia future ambayo kiukweli si future. Maana wanahangaikia tu mambo ya hapa tu. Lakini nikupe ufahamu, future ya ukweli ni kuokoka. Future ya ukweli ni kuwa na Yesu. Future ya ukweli ni kuendelea kumng'ang'ania na kukua kiroho, maana ametuahidia uzima wa milele. Bwana Yesu amesema anaenda kuandaa mahali, halafu atarudi atuchukue. Bwana Yesu atakuja kutuchukua, tukakae na yeye, tukatawale naye milele, tukafurahie uzima wa kweli wa milele mbinguni. Barabara zake zikoje mchungaji? Dhahabu tupu, mji wa lulu. Yesu, mimi nakupenda Yesu wangu. Umeniokoa nikiwa 17. Nilikuwa nafikiri future nilikuwa na miaka 40. Nimegundua si future, si chochote, maana niko above 55. Na bado naona ni juzi tu. Future ya ukweli ninaitarajia na Bwana Yesu mbinguni milele. Anasema kule hakuna kilio, anasema kule hakuna maumivu. Hata kama tulilazimika kupitia mambo magumu kwa kitambo, maandiko yanasema atatufuta machozi, alafu tutakaa naye milele. Kama hapa duniani tu ukijiweka sawa, alafu ukasema nataka kuutafuta uwepo wa Bwana, alafu ukajitenga kidogo tu, alafu ukawa na nyakati na Bwana, alafu uwepo wake ukashuka, yani ile raha unayoipata inakuwa kama anakuonjesha just a glimpse. Sasa ile raha ya uwepo wa Bwana, alafu ndo tukakae naye milele. Nani anataka kuikosa hiyo? Sherehekea ahadi ya kuokolewa. Sherehekea kwa kumaanisha. Sherehekea kwa kushika sana kile ulicho nacho. Kuna wengine yani anakuwa ameokoka eti alafu anarudi nyuma. Pole. Najua hapa DIC hawapo, lakini huko maeneo mengine huwa wako. Yani anaokoka eti alafu anamwacha Yesu. Yani umwache Yesu uende kwa nani? Kwa Yesu ndio kuna uzima wa milele. Wana DIC, uwe na unamwabudu kwa furaha, unamwangalia kwa furaha, ukijua liko tumaini lenye baraka la kwenda kumwona Bwana mbinguni. Mungu atusaidie sana. Wacha nitarudi hapa baadaye niende kipengele kingine kwanza. Huu wokovu zaidi ya kuwa ni uzima wa milele, tuna enjoy amani ya Yesu katika wokovu. Amani ya Yesu. Unajua ukishasamehewa huko guilty tena Kwa hiyo tumesamehewa dhambi. Maandiko yanasema tumehesabiwa haki bure. Maandiko yanasema tumepatanishwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunaishi maisha ambayo ni guilty free when it comes to relationship with God. Ni furaha, ni uhuru wa ajabu. Huyu Yesu wangu, hivi mbona nasahau notes zangu? Kumbe ninazo hapa. Huyu Yesu mzuri sana. Ninamfurahia, ninampenda. Na katika sherehe hii ya WWK, ninapokuambia tunasherehekea ahadi ya kuokolewa, ni kwa sababu Yesu ametupa amani. Yesu akasema, ni katika Yohana, ninaamini Yohana sura ya 14, Bwana Yesu anasema, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo. Hiyo nimesema ni Injili ya Yohana sura ya 14. Ngoja nikupe vizuri hilo andiko. Yohana 14. Wakati mwingine hata kutazama notes naona nachelewa. Yohana 14:27. Bwana Yesu anasema, amani na waachieni, amani yangu na wapa,
niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Wana wa Israeli siku za Isaya walikuwa na fadhaa ya kukua kwa dola ya Ashuru. Yaani ilikuwa ni matisho kwao. Wanaona wakati wowote watavamiwa na maisha yao yatakuwa hayako katika amani tena. Wanadamu, amani ya maisha ni muhimu sana, amani ya mazingira ya nje, lakini kipekee kwetu tuliookolewa, hata mazingira ya nje yakitibuka, tunayo amani ambayo Bwana ametupa. Kupitia kuokolewa kwetu tunafaidi ukombozi kutoka katika fadhaa za aina mbalimbali za maisha. Tunaokolewa na masumbufu yaliyoko leo ya maisha. Tunaokolewa na maswali magumu yasiyo na majibu katika maisha ya leo kwa ajili ya kuokoka. Labda uko hapa na ni kijana na unielewi, lakini hata mimi nilipokuwa kijana kuna vitu vilikuwa vinahubiriwa kanisani na nilikuwa sielewi. Nilikuwa nasema mbona hayo mambo kwangu hayatokei? Unajua safari kuna inakoanzia, alafu safari inaendelea, alafu mahali fulani safari inakolea. Katika kutembea na Yesu mimi leo safari imekolea. Huu ni mwaka wangu wa 39. Natembea na Yesu tu. Yaani nampenda, na enjoy wokovu. Miaka mingapi? 39. Yuko mtu hapa hajafikisha huo umri. Kutembea naye miaka 39 kumenipa kuona live jinsi Yesu alivyosema, amani yangu nawaachia. Kuna wakati tunakaa na mpenzi wangu, mume wangu, Daktari Hamuli, Jumatatu tuliwaambia wanandoa kama tuko Dodoma na everything is normal, huwa tunakuwa na slow down kidogo. Alafu tunakaa tunayaangalia maisha yetu. Alafu tunaangalia kama kuna mambo ya kutengeneza. Alafu tunaangalia hata kwenye mahusiano yetu, jambo gani tulitengeneze, alafu tunaomba pamoja. Lakini tunaongea kama kuna jambo tumeliongea mara nyingi tukiwa naye Jumatatu, tukiwa katika weekend yetu. Tunasema huu utulivu tumepata wapi? Hii amani tumepata wapi? Mbona maisha yetu yana amani hivi? Mbona maisha yetu yana utulivu hivi? Mbona tukisikia vyombo vya habari tunaona watu wanahangaika sana? Mbona sisi tunakuwa kama tunaishi kisiwani? Na mara nyingi tunaambiana, mbona huu utoshelevu tulionao hautokani na wingi wa vitu tulivyonavyo? Maana hatumo miongoni mwa matajiri wa dunia hii. Yaani tuna watu tu ambao Bwana anatutembelea pale kama Daudi alivyosema, na alikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula. Kwa hiyo tunaamka tunakuta Bwana mwaminifu tuliyetembea naye miaka 39 plus ameleta chakula. Kwa hiyo chakula tunacho, tunakula. Ikitokea tuna mahitaji mengine amefungua njia, ameprovide pale. Yakitokea mashaka mengine ametushika mkono, ametuinua pale. Tunashangaa. Haya maisha ya amani ni zawadi. Ewe kijana uliyemkimbilia Yesu, asikutishe mtu yoyote. Asikwambie umepotea, asikwambie hiyo njia haina manufaa ya baadaye. Mungu alitoa uhakika wa matokeo chanya kwa wale watu waliowaita wamwangalie. Atakubariki kwa amani yake katika maisha. Atakubariki kwa utoshelevu usiotokana na wingi wa mali ulizo nazo. Atakubariki kwa maisha yenye utulivu. Na ndio maana vijana, nichomekee, sio semina ya vijana. Ile kanisa lina vijana wengi sana. Wacha nichomekee mchungaji. Ndio maana vijana tunawaambiaga, kama we ni kijana umeokoka, usioe msichana ambaye hajaokoka. Na kama we msichana umeokoka, usiolewe na kijana ambaye hajaokoka. Maana sisi tulioana tumeokoka wote wawili, tunampenda Yesu vizuri. Kwa hiyo tunatembea naye wote wawili. Yaani yeye anamwangalia Mungu na mimi ninamwangalia Mungu. Yeye anaushikilia wokovu na mimi ninaushikilia wokovu. Mbele kwa mbele, yeye kwa maisha yake anapokea ahadi za uaminifu wa Mungu na mimi ninapokea ahadi za uaminifu wa Mungu. Amani inakuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Kamata Yesu vizuri, changamka, atakubariki. Lakini jambo lingine, hapo nimeongelea amani, nataka niongelee ushindi. Ni uko kwenye package ya kuokolewa kwetu. Ushindi. Unajua Yesu amesema hivi, ulimwenguni humu mnayo
dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunapoongelea ushindi, tunaongelea vita. Tunapoongelea ushindi, tunaongelea mapambano. Maisha ya dunia hii ni maisha ambayo yanatulazimisha kuwa katika mapambano ya kimaisha kwa namna moja au nyingine. Na wakati mwingine ni vita tu ya kiroho. Yule adui mwenye wivu anainua mashambulizi. Lakini tukiwa tumeokolewa kwenye package hii tulioahidiwa ya wokovu, kuna ushindi, aspect ya victory katika hiyo. Hakuna jambo utakalopitia katika maisha ambaye huyu Mungu tuliazimia kumwangalia hata kushindia. Yeye ni Mungu anayepigana vita zetu. Labda sasa hivi una mazingira ya vita kazini. Labda kuna mashambulizi kwenye biashara yako. Labda kuna mtikisiko kwenye ndoa yako. Lakini kama unaushika vizuri wokovu, kama tulivyoangalia kwenye onyesho, ushindi ni hakika. Ninapenda kile anachosema Mtume Paulo katika Warumi 8:37. Anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa kuwa tuko duniani, hatujafika bado mbinguni. Wasomi wa tafsiri za dhana za kibibilia wanasema ufalme wa Mungu una aspect mbili. Kuna already and not yet. Kuna aspect ya ufalme wa Mungu tunayo sasa hivi kama wana wa ufalme na tuna benefit from it. Lakini kuna aspect ya ufalme wa Mungu tunasubiri. Ndio maana Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Kwa hiyo kama ni lazima katika mwili huu wa kuharibika na dunia hii, wakati mwingine tunapitia patashika, na wakati mwingine unaweza hata usizielewe kabisa, usiweze hata kuzielezea kwamba zimetokana na nini hizi hali, lakini ushindi ni lazima. Ukiniangalia mimi kwa karibu utaniona nina makovu fulani hivi usoni. Nilipitia ajali ya kufa mwaka fulani, mwaka 2017. Kufa kabisa, yani ni kama marehemu aliyefufuka. Asante watumishi wa Mungu, mlifunga safari toka Dar kuja kuniona Dodoma. Na sikuwahi kuelewa kwa nini katika hali ninayompenda Yesu vile, kwa nini katika maisha ya kujidhabihu namna ile kumtumikia, kwa nini ajali mbaya namna ile inatokea. Na nilipoanza kuamka kutoka katika hali ya kuzimia, nikatambua nimepata ajali mbaya sana. Nikajashangaa, ninajadiliana na Mungu moyoni, namwambia Yesu, nilikuwa tayari kwenda, na sielewi katika hekima yako na uradhi wa mapenzi yako, wewe mwenyewe umeamua kunirudisha niendelee na kuishi. Na nikawa napitishwa kutoka mahali pale pa ambulance kwenda wodini, nikawa naona corridors zimejaa watakatifu ninawafahamu. Nimeamka afu namwambia Bwana, watu wako wamefadhaika. Watu wako wamefadhaika. Yani nilikuwa nawaona wamesimama kwenye zile corridors za hospitali wakati napitishwa, yani wamefadhaika. Mimi najadili moyoni, watu wako wamefadhaika Bwana. Watu wako wamefadhaishwa na jambo hili. Na sielewi ni kwa nini. Mpaka leo ukiniuliza sielewi ni kwa nini. Lile jambo baya la namna ile lilinitokea, na mimi ni mtumishi wa Bwana. Lakini amenishindia Bwana. Siko tena katika ile hali, kilikuwa ni kipindi tu. Na alitembea na mimi. Nikiwa theater wananitengeneza, wazo likanijia, nikitafakari, andiko likashuka moyoni mwangu linalosema Warumi 8 ile inayosema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Najadili naye, yani watu wananishughulikia, mimi najadili na Mungu wangu kwamba Bwana, katika hili jambo linalofadhaisha watu wako namna hii, kuna jema gani? Yani jema gani litatokea katika hili jambo? Mbona ni fadhaa tupu? Alafu Mungu wetu huwa anajibu, anamjibu kila mtu kwa njia yake. Mimi ikadondoka tu, ufahamu ukadondoka, upendo wa watu wa Mungu. Nikadaka hiyo. Yani ikaja tu kwenye moyo wangu, upendo wa watu wa Mungu. Basi nikadaka, nikatembelea hiyo katika lile pita. Kila ninavyouguzwa sijui nini, mimi nashangaa tu upendo wa watu wa Mungu. Maana Bwana ndo aliniambia. Mpaka siku moja wakati napona, nasema hivi, watu wakifa huwa wanaona? Si hatujui hatujui sana. Lakini nikasema, Mungu umenipa kuona watu
weza kumpenda mtu. Yaani nikawa nafurahia watu wanaokuja kuniangalia na watia moyo na wahubiria, maana wanaingia wamefadhaika. Alafu mimi Bwana kashasema nitaona upendo mwingi. Nilimuona mchungaji na mama wamesafiri kutoka Dar. Nilimuona mchungaji Mwakisiala na mama wamesafiri. Nilimuona mchungaji mwingine akipiga kelele, jamani msimtibu Dodoma, mleteni Dar. Dodoma hakuna CT scan. Yaani anasumbuka. Alafu madaktari wanasema hapana, msimtingishe hii kichwa. Alafu madaktari walivyoruhusu wakasema, nishalipa jamani tiketi ya ndege, na huku nimeshalipa hospitali CT scan nimeshalipa, na sijui x-ray. Yani upendo niliouona sio wa kawaida katika lile pito. Sasa sisemi sikutakii kupata ajali ili uone upendo ila mimi niliona wa ajabu. Hapa nakwambia ni package ya kuokolewa kwetu, kwamba hata tukipita katika mambo magumu tuna uhakika wa kutoboa mbele tukiwa washindi. Mimi nilitoka pale nikasema, nakujua Mungu, kuna sura yako ingine nimeiona ambayo nisingepita katika hili nisingeiona. Mungu akusaidie. Usivunjike moyo na mapito, usivunjike moyo na magumu, usivunjike moyo na majaribu, usivunjike moyo na mambo yasiyoeleweka. Labda ni kitambo tu, alafu Mungu mkuu anatokea. Kama umemwangalia yeye kweli, anakupa ushindi. Alafu na wewe unasimama katika kusanyiko la watu wa Mungu, unatoa ushuhuda. Haleluya! Sherehekea ahadi ya kuokolewa, maana kwenye hiyo package ya kuokolewa kuna ushindi. Wacha nimalize kwa kusema ziko pia baraka za kila aina katika package ya kuokolewa kwetu. Maisha ya kumwangalia Mungu yana matokeo ya kuwa na maisha yenye baraka za kila aina. Baraka ni neno ambalo likitamkwa kwa watakatifu, kila mtu ana tafsiri yake. Kuna mtu hapa akisikia baraka, yeye anawaza tu material things. Lakini nikwambie leo, baraka sio material things peke yake. Kuna baraka za kila aina kwenye wokovu, yakiwemo materials. Sio excluding material. Ila usiifinye sana maana ya baraka ukafikiri tu ni material. Leo ninasimama hapa ninahubiri neno la Bwana. Mzaliwa wangu wa kwanza anahubiri City Harvest. Sasa unatakiwa uonje ninavyojisikia. Sijui nakusaidiaje ili na wewe uonje ninavyojisikia. Yaani mimi nimezaliwa 17. Nimetembea na Yesu, nimeng'ang'ania wokovu. Miaka 9 ndani ya kanisa, karibu waniite nguzo. Alafu napata mume. Nang'ang'ana na Yesu, natembea naye Yesu kwenye familia. Napata mtoto wa kwanza na lea, silali usiku. Alafu naishi kuona mtoto niliyemzaa anasimama madhabahuni anahubiri. Unajua hiyo ni baraka kubwa sana. Sio material things. Lakini Mungu anaahidi kutubariki na uzao wetu. Watu leo wanalia sana kwa ajili ya watoto wao. Ng'ang'ania ahadi ya Mungu ambayo ni package ya ile ahadi ya kuokolewa, kwamba atatubariki na uzao wetu. Na yeye ni mwaminifu. Sasa baraka ni kitu kipana. Lakini labda hapa nikwambie tu hizo habari unazozitaka wewe za material things. Si ndio unapenda? Lakini siache nisikunyime hii. Mwanzo 12:2. Ibrahimu aliambiwa, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Alafu Wagalatia 3:29 inasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo kama wewe unamwamini Yesu kwa ukweli, yani umeokoka kwa ukweli, hufuati mkumbo tu, unatafuta kumjua zaidi, unatafuta kumtegemea zaidi, unatafuta kumwamini zaidi, unatafuta kumpa Mungu kuwa na nafasi ya kwanza katika maisha yako, unaweza kuing'ang'ania hii ahadi. Unaweza kusema mimi ni wa Kristo Bwana, yani nimeokoka kimaukweli Bwana. Kwa hiyo ahadi ya Ibrahim ya kutukuzwa na jina lake kuwa kubwa na kubarikiwa ili awe baraka ni yangu. Bwana atusaidie sana. Je, una ujasiri wa kuclaim baraka kama
kama iliyoahidiwa kwa Ibrahim, tengeneza maisha ya wokovu. Tengeneza mahusiano yako na Yesu. Tengeneza msimamo wako wa kumjua Bwana kibinafsi, na ahadi hii ni yako. Unajua wale waliambiwa pale Isaya 45. Isaya 45:3 kuna mstari mzuri, siwezi kuusoma, nitauparaphrase. Mungu anasema, nami nitakupa hazina za gizani, mali za mahali pasiri, upate kujua mimi ni Mungu. Isaya 45 ile. Halafu mimi wakati mwingine nasoma Biblia, wa Korinto wa pili 8:9, andiko linasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo kwenye package ya ile ahadi ya kuokolewa kwetu ipo pia huo ustawi wa maisha ya kawaida. Yaani huwezi kupendana sana na Mungu huyu wa Ibrahim alafu ukawa choka mbaya hohe hayo wa kubeba. Hapana. Unachohitaji ni muda tu. Unachohitaji ni kumpenda sana Yesu. Unachohitaji ni kutii neno la Mungu. Na wakati unatarajia kustawishwa na Bwana, yeye atakuwa anaangusha nyepesi kwenye maisha yako. Yaani anakufunulia kweli kadha wa kadha. Anakuambia, kuna kweli hii mwanangu, unatoa zaka, toa zaka kamili, kiwemo chakula nyumbani kwangu. Alafu unicheki mimi Mungu wako nitakavyokufungulia madirisha nikumwagie baraka hata isiwepo nafasi. Kuna watu wanapenda kukariri maandiko kama Wafilipi 4:19. Mimi niliwahi kukariri nikiwa kijana sana, kabla sijajua kweli hizo zinavyojengwa. Nikawa nakariri tu, na Mungu wangu atawajazeni kila kwa kadri ya wapi. Huwa kujazi hivi. Kuna kanuni za maandiko. Wafilipi 4:19 inajengwa katika muktadha wa watu walioamua kutoa kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo unasikia hapa kuna makanisa, kunaitwa wapi kule WWK wanakotegemeza? Kazi Mzumbwi. Unasikia kuna Injili huko Kazi Mzumbwi, WWK wanafanya. CMF wanafanya wapi? Wenye simpo CMF. Mwana Rumango huko CMF wanaenda, ni Injili. Alafu wewe unabanish tu. Unasema mimi niko kwenye mikakati, nataka kuinuliwa kiuchumi, mimi bado kidogo, hata kampuni yangu bado changa, kwa hiyo waache CMF waliofanikiwa waende, mimi watanisubiri kidogo. Watakusubiri sana, kwa sababu baraka za watu waliookolewa zinafungwa katika hizo kweli za kimaandiko. Kwa hiyo kadri unavyoielewa kweli moja inayokufungua kiuchumi, unaidanda, unaiishi. Halafu unaigundua kweli nyingine inayokufungua kiuchumi, unaidandia, unaishi. Siku nyingine unakutana na kweli inayosema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Alafu kipimo ndo kinachonibariki mimi. Yaani kile kipimo, yaani kinanibariki. Kipimo. Yaani kipimo kinajaa, halafu kinashindiliwa, halafu kinasukwa mpaka kimwagi. Nyumbani kwangu na mume wangu tuna msemo wetu. Tukiona watu wametuletea baraka hatuwezi kuzitumia, tunasema neno la Mungu lazima litimie. Haiwezekani vije tu vitu ambavyo sisi tutavitumia. Lazima vije mpaka vimwagike. Sio manake vioze, vinamwagikia kwa jirani, vinamwagikia kwa wenye mahitaji. Neno la Mungu ni kweli, mtumishi. Katika package ya kuokolewa kwetu kuna ahadi ya kustawishwa sana. Mungu wetu ni Mungu wa Ibrahimu. Hata kuacha wewe uwe hohe hae. Unajua nilisimama hapa kama na dakika 44 hivi. Nataka nimalize, lakini kuna kaushuhuda kananijia. Yaani mimi unajua nimeokoka na elimu ya darasa la ngapi? Darasa la 7 ndio elimu yangu. Nimeokoka na elimu ya darasa la 7. Alafu nina cheti cha ualimu kilikuwa kinaitwa daraja la 3B. Yaani hicho cheti kilipatikana kwa dharura iliyoikumba serikali. Serikali ilikumbwa na dharura la upungufu mkubwa wa walimu. Wakasema sasa sekondari ni chache enzi zetu, sio kama leo. Watakao faulu alafu sekondari hazitoshi tuwapeleke chuoni.
tuwa train kwa miaka mitatu, miwili wasome syllabus ya form 1 na 2, mmoja kozi ya ualimu, warudi kuokoa jahazi wafundishe la kwanza mpaka la 4. Alafu mimi nikamaliza la 7. Kwa kweli nilikuwa wakufaulu kwenda sekondari, lakini sasa mambo yalitokea pale, jina langu likapigwa chini hivi, mtu mwingine akaenda, alafu mimi nikapelekwa chuo cha ualimu. Nikasoma, nilimaliza 13. Kwa hiyo miaka mitatu 14, 15, 16 nimemaliza ile training ya kuwa mwalimu. Nikiwa 17 serikali imeniajiri. Hatia ya kuajiri mtoto iliwakumba. Na baadaye ile programu ilibadilishwa ikainuliwa kidogo ikawa ya miaka 4. Nikajua wamegundua wanaajiri watoto. Lakini Yesu aliponiokoa tena mimi nililaaniwa. Ile ya si mwanangu, Mungu akaibadili ile laana akaifanya baraka. Nikiwa na Yesu, nikikwambia package ya wokovu inabeba na ustawi wako. Nilisoma mimi, nilikuwa naenda kazini asubuhi, naenda shule jioni. Naenda kazini asubuhi, naenda shule jioni. Na nilikuwa navaa sare. Yaani navaa kabisa shati jeupe, sketi nyeusi. Asubuhi nilikuwa shule nafundisha, jioni naenda kusoma. Wanaita shule za taasisi, evening class. Mimi nimesoma QT jamani. Msiwacheke watu wanaosoma QT. Mtakuwa mnanicheka na mimi umo ndani. Nikasoma QT nikafaulu nikiwa mwalimu, na Mungu wangu nimemuona. Lazima niandike kitabu. Lazima, kwa sababu siwezi kuhadisia kila kitu. Lakini hata siku ninaenda kuchukua matokeo, kuna muujiza ulitokea kwenye ile ofisi ya elimu. Nikawa nashindwa kuyasoma matokeo yangu, afu afisa taaluma pale akafikiri nimechanganyikiwa maana nimefeli. Akasema subiri, lete hicho kitabu, nikusaidie. Haya, lete. Kumbe Mungu alikuwa na ajenda. Kama mimi ningesoma yale matokeo na kuelewa ile ajenda ya Mungu isingetimia. Akaniambia, nitajie namba yako. Afu nikamtajia, akasema, sasa una panic nini? Mbona unanitisha hapa? Mimi nifikiri umeona umepata 000 ndio umeogopa. Mbona umefaulu sana? Lete mkono. Lazima tukupeleke chuo. Wewe ni nani? Unafanyaje QT afu unafaulu hivi? Niambie historia yako. Akaanza kuniuliza maswali, akaandika barua pale, recommendation letter, niende chuoni. Pale. Na hiyo barua haikupingwa na mtu aliyelaaniwa na wazazi, aliyemng'ang'ania Yesu. Bwana anainua wazazi kwingine huko. Mimi nikajikuta nimeenda chuoni Korogwe kusoma ualimu daraja la 3A. Mungu akasema, wewe hujanijua Faraja. Umekubali kulaaniwa na wazazi kwa ajili yangu, subiri nikuonyeshe show. Nikiwa pale chuoni, Mungu alicheza picha ambayo siwezi kukwambia hapa. Siku moja nikajikuta ofisini kwa principal. Ananiuliza, una cheti cha matokeo yako? Una result slip? Kalete result slip yako. Nikakimbia bwenini nikamletea, akasema, hapana, lazima tukusaidie. Huwezi kumaliza hii kozi ukarudi kazini. Lazima tukusaidie. Serikali ni sisi wenyewe tunaotoa release letter na kusema mtu lazima arudi kwanza kazini, akafanye kazi miaka 2 ndio apewe release letter nyingine. Lazima tukusaidie. Ukasome 5 na 6. Huwezi kurudi kwa matokeo haya. QT. Akawasiliana na afisa elimu wa Tanga. Mimi huyo akanitafutia chuoni, kaenda zangu Morogoro Teachers College. Wizara ilikuwa ina program ya kusponsor walimu waliojiendeleza wakapata A level, wakapata O level, wasome A level, alafu wafanye diploma. Nikajikuta chubwi, Yesu kaniweka pale. Nikasoma zangu 5 na 6, nikatoboa na Yesu wangu. Nikapiga diploma yangu ya ualimu safi, nikarudi Tanga. Sasa nilipoenda, mimi ni mwalimu wa primary school afu nina diploma. Mimi nikasema haijalishi, Yesu si ndio kaniinua, atajua yeye mwenyewe. Walinifuata. Wakasema, wewe huwezi kuwa na diploma ya ualimu unafundisha primary wakati hapa Mkwakwani sekondari tuna shida ya walimu wa Kiingereza. Sisi tutashughulikia wizarani uhamishwe kutoka primary uje sekondari. Yesu huyo kanitelezea, nikawa nafundisha Mkwakwani secondary school. Mtu ambaye ameniokoa na darasa la 7 na cheti cha ualimu wa daraja 3B. Hapo nina diploma ya ualimu. Sasa nikaanza kupambana, niende chuo UDSM au niolewe. Niende chuo UDSM au niolewe. Nika-apply kama twice hivi. Nikapata na kale kakadi. Lakini sikuitwa, admission haikutiki. Nikapata mume mwanangu, nikaolewa.
Yesu mzuri, anabalansisha kote. Nikapata mume, mie nikaolewa, nikazaa mtoto wangu wa kwanza, nikazaa mtoto wangu wa pili. Nikasema degree. Nikamwambia mume wangu, degree baba, degree. Akaniambia nipe sababu kwa nini unataka usome degree. Nikamueleza nilizokuwa nazo, akasema umenishawishi, nitakusupport. Nikaingia Open University. Ile nimeingia tu tumboni nako kukajibu nikasoma degree yangu ya Open University nikiwa na mimba ya mtoto wangu mpaka ninaenda kugraduate. Afu niligraduate hapa Uwanja wa Taifa, na ule mwaka Yesu alinitendea mambo ya ajabu. Ng'ang'ana na huyu Yesu, package ya wokovu ina kitu cha kustawishwa ndani. Mara huku na fight pepa zangu zote zisaishwe, na fight assignment zangu zote zirekodiwe, na fight niwe na mimi na graduate mwaka 2007. Nikafika pale makao makuu ya OUT Kinondoni, wakasema sasa kwa hii kozi tulio rekodi, mbona huyu ndo anakuwa mshindi wa kwanza nchi nzima Faculty of Education? Huyo ni Mungu, anaweza kufanya kote. Bwana amenipa elimu, aliniokoa na elimu ya darasa la 7. Leo mimi nina degree 2. Yaani nilipata hiyo ya OUT, nikapata nyingine Marekani. Tangu nimezaliwa sijawahi kuota ndoto ya kuvuka mpaka wa Tanzania. Sijawahi kuomba wala kutamani. Lakini siku moja nikakuta Yesu kasema, wewe si ulinichagua mimi, na si ulimaanisha mimi ni Mungu wa dunia yote. Twende na huku nikuonyeshe mikoa huku. Bwana apewe sifa. Nani amehamasika kusherehekea ahadi ya kuokolewa? Usijiangalie kama mnyonge. Wewe umepewa ahadi kubwa. Wala usiushike wokovu kama kitu kinachokufadhaisha. Wokovu wa Yesu ni siri ya kufanikiwa kwako. Kuna watu wanasema hivi, nitatokaje, nitatoboa? Ng'ang'ana na Yesu, muelewe na upande wake wa pili wa kumwokoa mtu kwenda mbinguni, lakini kumstawisha akiwa hapa duniani na kumpa amani. Nataka kuomba na watu wa aina 3. Wa kwanza ni yule anayesema nataka kuokoka leo, na mimi nimpe Yesu maisha, niokoke kabisa, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kama hujaokoka, tengeneza historia, pokea Yesu siku ya sikukuu ya WWK. Mtu wa pili ambaye ninataka kuomba naye ni yule anayesema nataka kumjua sana. Wanaposema kumwangalia, nataka kuelekeza focus yangu yote kwake. Tumaini langu liwe kwake kabisa kabisa kwa maisha yangu yote. Nina maana mimi ni mchungaji. Ninajua kwamba kuna watu wanamshika Yesu kama plani B. Natamani Yesu awe ndio kila kitu katika maisha yako. Kama unasema nataka kuhuisha patano langu naye, nitamwangalia kweli kweli, nataka kuomba na wewe. Mtu wa 3 ni yule anayesema nataka kuona uweza wake katika eneo fulani ambalo imekuwa shida kwenye maisha yangu. Kuna kitu ambacho kinanifinya, na leo nimesikia Mungu hutupa ushindi hata tunapokuwa na mambo magumu. Labda uko katika waiting room, unamngoja Mungu kwa ajili ya jambo fulani ambalo limekushika sana. Nataka kuomba na wewe. Kama huingii katika hayo makundi 3, utanisaidia kuomba na hao watu. Naomba kama unaweza kumwamini Bwana na uko kwenye moja ya makundi hayo, karibu na dakika. Sina dakika kusema kweli, hizi ni dakika tu za majeruhi, sina dakika. Karibu tuombe pamoja haraka. Karibu tuombe pamoja haraka. Karibu tuombe pamoja haraka. Mungu anajua ni jambo gani linakufanya upite mbele leo katika yale 3. Kama wewe ndio unasema nampa Yesu maisha yangu leo, kama wewe unasema na focus vizuri, nilikuwa nimemshika lakini nilikuwa nawaza labda ninaweza nikategemea na kitu kingine fulani, lakini huenda ukawa una jambo lako gumu hivi, unasema na hili pia Bwana atanipa ushindi,
nataka pia upate ushindi kwa Bwana mkuu sana tuliazimia kumwangalia. Naomba niwakaribishe mchungaji wetu kiongozi na mama. Naomba niwakaribishe watu wengine wote ambao hufanya huduma ya kuwaombea watu. Naomba niwakaribishe wazee wote wa kanisa wote na viongozi wengine ambao huwa mnashiriki kwenye kuwaombea watu. Tuna dakika 2 tu za kuwaombea hawa watu. Hebu mwendee Mungu kwa imani sana moyoni mwako. Mwambie Bwana, unauona moyo wangu na unalijua sababu iliyonifanya nije hapa. Na ukiwekewa mkono unyanyuke, uende ukaendelee na maombi kwenye kiti chako pale. Bwana amekuona, ameona unyenyekevu wako. Naomba kila kiongozi hakikisha unamwombea mtu, na tunamwombea kwa mbele. Kwa muda kidogo sana ataenda kwenye kiti na ataendelea kumtumaini Bwana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kila aliyesogea hapa mbele yuko wazi mbele zako. Moyo wake uko wazi kabisa mbele zako. Unaliona hitaji la moyo wake katika yale matatu ambayo yamemfanya aje hapa. Naomba Bwana ukamguse. Naomba Bwana ukamhudumie. Naomba Bwana ukakutane naye katika jina la Yesu. Kama umekuja ili uokoke, usiondoke. Kama umekuja kwa haja zile nyingine 2, ukishaombewa unaweza kurejea. Wewe ambaye umekuja hapa ili umpate Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usiondoke. Baba, katika jina la Yesu, yaguse maisha haya. Kutana na haja iliyo wazi mbele zako, hata sasa unaiona. Katika jina la Yesu, pokea hitaji la moyo wako, lile limekuleta madhabahuni wakati huu. Mungu akutendee sawasawa na imani yako katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako asubuhi ya leo. Mungu aliye hai anakuhudumia sasa. Mungu aliye hai anakutana na wewe. Ninakusihi Bwana, umguse na kumhudumia katika jina la Yesu. Pokea muujiza, pokea kwa imani. Mungu ameuona moyo wako. Mungu ameliona hitaji lililokufanya uje mahali hapa. Pokea sasa majibu ya maombi yako kwa jina la Yesu. Pokea hitaji lako. Pokea katika jina la Yesu. Pokea mguso wa Mungu. Anajua haja yako. Anakutendea kwa muujiza, kwa kuwa yeye ni mtenda miujiza. Bwana ukamguse sasa na kumshangaza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea hitaji la moyo wako, ile haja ya ndani sana iliyokufanya usogee madhabahuni. Bwana anakugusa sasa. Bwana anakutendea sasa. Pokea kwa imani jibu la maombi yako katika jina la Yesu. Pokea hitaji lako. Bwana ameuona moyo wako. Bwana ameiona haja ya moyo wako. Bwana anafanya njia sasa mahali pasipo na njia. Yeye ni mtenda miujiza. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Pokea mguso wa Bwana. Mungu akuhudumie sasa. Ameuona moyo wako. Ameliona lile hitaji lililokufanya uje madhabahuni leo. Pokea hitaji hilo kwa muujiza katika jina la Yesu. Bwana akutendee haja ya moyo wako, akutane nayo, akutendee. Anaweza, yeye ni Mungu mkuu, anajua yote, anaona haja ya moyo wako. Akutendee sasa katika jina la Yesu. Pokea hitaji lako katika jina la Yesu. Bwana akutendee, Bwana akuhudumie, Bwana akutane nawe mahali pa uhitaji wako katika jina la Yesu. Haleluya. Asante Bwana. Kama umebaki na unataka wokovu, sema sala hii nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia kwa mara nyingine wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninajitambua mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, ninakujia wewe, unisamehe dhambi zangu zote, unitakase kwa damu yako, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa namkataa shetani na kazi zake zote, na kupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tawala maisha yangu, unifundishe kukufuata wewe. Ninakiri kwa imani kwa jina lako Yesu
nimeokoka leo. Amen. Kanisa, tumwombee mtu huyu asimame katika imani. Bwana Yesu, tunaitia nguvu ya ukombozi katika maisha yake. Amekukiri, ni tendo la imani. Tunaomba nguvu ya kufunguliwa kutoka dhambini iachiliwe katika maisha yake. Kamba za kuzimu zikatike katika maisha yake. Vifungo vya uovu vikatike katika maisha yake. Yesu Kristo akafurahie ukombozi wako, akakuone live ukitembea naye Bwana kwa kumshika mkono. Mpe watu sahihi wa kumlea, mkuze kiroho kwa utukufu wako mwenyewe, katika jina lako Yesu, amen. Wanafunzi wa vyuo amenijulisha mchungaji kwamba kesho watakuwa wanaanza mitihani ya semester. Kama wewe ni mwanafunzi wa chuo, mahali ulipo unaweza ukasimama pale pale ulipo, na kama unaanza mtihani wako kesho, tukuombee. Pale pale ulipo tukuombee. Soma kwa bidii, lakini tunajua kuna muujiza wa Mungu. Amini muujiza. Kanisa, tuwaombee watu hawa. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunawakabidhi vijana wetu hawa ambao wako chuoni. Wanaanza mitihani yao kesho. Tumewaambia habari zako kwamba wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mtetezi. Wewe huwapigania watu katika nyakati ngumu. Na mitihani yao hii, ijapokuwa wamejiandaa sana, bado yaweza kuwa migumu. Naomba Mungu ukawatetee. Naomba Mungu ufungue kila ufahamu wa kijana anayepokea maombi kutoka kwenye madhabahu hii. Bwana, umpe wepesi katika mitihani yake. Umpe kuelewa maswali kwa usahihi, lakini umpe kukumbuka relevant materials, ili Bwana akajibu kama mwalimu anavyotarajia. Wewe ni mtenda miujiza Bwana, ukawatokee. Hata wanaposoma dakika za mwisho, uwaongoze katika kujisomea kwao, maana we tayari unaijua mitihani yao. Wasipoteze muda kusoma katika maeneo ambayo hakuna maswali huko. Bwana, uwaonyeshe maeneo wakasome, wakafaulu, wakakutukuze wewe. Na sisi kama kanisa tutakurudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu, amen. Amen. Bwana akutendee mema. Amina. Karibu sana mtumishi. Makofi mengi 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 kwa Bwana. Mnapiga kama vile yani mmechoka. Hebu piga makofi mengi kwa Bwana kwa ajili ya neema yake. Tunamshukuru Mungu sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kudeliver ujumbe wa Mungu kwa uaminifu. Na niseme kwa sisi kwa DIC ambao neema ya Mungu imetufikiria tena wiki hii. Leo Bwana amesema nasi, na katika Biblia Bwana Yesu alizungumza juu ya wajenzi werevu na wajenzi wengine ambao aliwapa jina si zuri, akaita wapumbavu. Akasema wale wanaolisikia neno na kulitendea kazi au kuliishi wamefananishwa na watu ambao ni wajenzi wenye busara. Neno la leo lilokuwa na ujumbe unaosema sherehekea ahadi ya kuokolewa. Leo siku hii ya sherehe ni neno zito sana, na lilikuwa ni rahisi kulielewa kwa jinsi mwalimu alivyolizungumza kimpangilio. Akazungumza juu ya ahadi, kwamba Mungu alisema lile neno la kumwangalia, lakini hakulisema tu hewani, akaweka na ahadi. Ni neno la ahadi. Na akazungumza kuhusu kuokolewa. Mambo matatu mimi niliyashika kwa moyo, na mimi nitayaishi, ni maombi yangu
na wewe uyaishi kwa kuyakumbuka, maana ni ya msingi. Kwanza kabisa akasema tumeahidiwa uzima wa milele. Yaani hatima yetu sio kuwa mamilionea au mabilionea, maana hivyo vyote ni vya muda. Mungu anaweza kutenda na zaidi unavyowaza, lakini hatima yetu ni pamoja na Bwana pale mbinguni milele. Kwa hiyo usipoteze focus. Tunayo ahadi ya uzima wa milele. Tunapomtazama Bwana, basi tusherehekee pia ahadi ya uzima wa milele. Namba 2 akasema tunapomtazama Bwana tuna uhakika wa ushindi. Tusherehekee ahadi ya ushindi, maana Bwana mwenyewe ametuita kushinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Hebu kaa katika mfumo huo. Hata mambo yanapokuja, gharika zinapokuja, hazitakutikisa, kwa sababu unajua jibu la mwisho baada ya alama ya equals, ile sawasawa na, ukijumlisha yote ni sawasawa na ushindi. Bwana hatakuacha, atakushindia. Na mwisho kabisa amezungumza juu ya baraka, kwamba kuna ahadi njema ya baraka, na akafafanua baraka ndogo ndogo hizi tunazozifurahia sana, na baraka kubwa kubwa ambazo wakati mwingine hata ukiwaza huwezi kueleza. Akatuambia binti yake mkubwa huyu aliyeshuhudia kwamba anasoma na mambo mengine tumboni yametiki, basi leo anahubiri mahali fulani, na yeye mama anahubiri. Akasema hilo huwezi kununua. Kwa kweli hilo hata wewe na hela nyingi huwezi kununua, ni neema ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa watu wa Mungu, tumkamate Yesu, tumwangalie Mungu aliyetuita, na Mungu awabariki sana. Karibuni sana viongozi wa WWK. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu kama idara tunaenda kuwategemeza wachungaji wetu. Nimkaribishe mkurugenzi, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku hii ya baraka. Sisi tunasema Mungu amekuwa mwema. Sisi tunasema hata sasa ni Ebeneza. Mungu ametuonekania, Mungu ametutetea. Kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa kipekee, ninamshukuru kila mwanamke ambaye alisimama na sisi katika kutekeleza hii sikukuu inafanyika. Ninakushukuru kila mwana DIC, binti, kijana. Moyo wetu wa shukrani kwako. Nawashukuru viongozi wenzangu. Siku zote ninaposimama nasema nyinyi viongozi ni jeshi kubwa. Nyinyi wanawake ni wanawake watumishi. Mungu awabariki sana 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 sana. Mioyo yenu ya huduma, mioyo yenu ya utumishi, kujikana kwenu kumtumikia Mungu. Mungu akawakumbuke. Kwa wakati huu napenda kumshukuru mchungaji, mkurugenzi wetu mkuu wa taifa ambaye amekuwa mgeni. Kwa moyo wa shukrani tunasema asante kwa kukubali kuwa mgeni wetu maalum. Mungu wa mbinguni akubariki. Tumejifunza, tumetoka hatua moja tumeenda hatua nyingine. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa wakati huu napenda kumkaribisha mama na mchungaji. Kama sisi wanawake wa mahali hapa, tuna zawadi ambayo tumekuandalia ikabaki kuwa alama ya kumbukumbu. Kuna wanawake ambao ni jeshi kubwa, wanawake wampendao Bwana wako DIC. Mbali na zawadi ambayo kama wanawake tumekuandalia, tumeambatanisha na kazi za mikono yetu ambao wanawake wa mahali tunashughulika nazo. Ukiziona pale wanafanya kazi za mikono, wanajishughulisha. Hiyo kwa moyo wetu wa shukrani tunazikabidhi kwa mshauri aweze kuzikabidhi kwa
mgeni wetu. Mgeni karibu. Wakati huu viongozi wengine naombeni mje. Ni wakati ambao tunaenda kutegemeza wachungaji na wanawake wengine mnaweza kuja. Sisi wanawake idara tuna kusudi ambao tulikuwa nao ni kutunza ili ya mchungaji. Kwa hiyo mchungaji, sisi tunasema kama wanawake wa mahali hapa, sisi wachungaji tunawapenda nyinyi. Wakati wote ninaposema nasema nyinyi ni maana halisi wa wazazi. Mmekuwa wazazi, mmekuwa washauri, mmekuwa daraja, mmekuwa watu muhimu kwenye maisha yetu. Idara ya wanawake inatambua mchango wenu. Unapotuona kama kuna wanawake imara wamesimama, jua tumejengwa na wazazi wa kiroho ambao ni imara. Kwa hiyo wachungaji tunawapenda sana. Kama wanawake tunapokwenda kutoa zawadi zetu, ni mioyo ya wanawake iliyo wazi. Ni mioyo ambayo inasema itaendelea kutumika pamoja na nyinyi, itaendelea kusimama pamoja na huduma yenu. Tunawapenda sana. Hatuna maneno mengi ya kusema, ya kuelezea, lakini tunaomba mpokee mioyo iliyo wazi ya wanawake wa mahali hapa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mchungaji wetu msaidizi, mioyo wanawake wa DIC nawapenda. Tunapoenda kupokea zawadi za wanawake wa mahali hapa, jua mioyo wanawake wa mahali hapa iko pamoja na huduma yenu, inatambua mchango wenu ndani ya kanisa la DIC. Tunawapenda sana. Tunaomba mpokee zawadi ya wanawake wa DIC. Mchungaji wa vijana, Mungu amekuweka kwenye kanisa la vijana. Kwa hiyo tunasema wanawake tutatumika pamoja na wewe kuhakikisha kusudi la utumishi wako kwa vijana linatimia. Mungu wa mbinguni awabariki. Ni kama mlima Sayuni. Mchungaji wa watoto, mchungaji Dorcas, wanawake tunakupenda. Mungu akubariki. Huduma yako ndani ya kanisa hili ni kubwa. Mungu wa mbinguni akubariki. Sisi wanawake tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Na vile vile naendelea kusema wanawake kama tunavyosema umoja wetu. Tusema umoja wetu. Tusimame umoja wetu.
Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tumefikia mwisho. Amen. Mungu awabariki idara ya wanawake. Amen. Amen. Basi